بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ومثال ما بني من المضمرات على السكون قومي وقوما وقوموا. نعم. na mfano wa ile ambayo imejengwa katika dhamir juu ya sukun ni qumi wa quma wa qumu. Bado anaendelea Ibn Hisham kuzungumzia mlango ambao anwani yake inasema al-mabniyu ala shay'in ghairi muayyan. Tayib, sasa hapa anazungumzia dhamir ambazo zimejengwa juu ya sukun, akataja mfano qumi wa quma wa qumu, kwa maana anaikusudia hiyo yaul mukhataba iliyokuwa katika qumi ni mabniyun ala sukun, na hiyo alifu tathniya iliyokuwa katika quma ni mabniyun ala sukun. Kadhalika qumu anaikusudia hiyo wawul jamaa ni dhamir ambayo ni mabniyun ala sukun. Wa mithalu ma buniya minha ala al-fathi, na mfano wa ile ambayo imejengwa katika hizo dhamiri juu ya fatha qumta lilmukhatab almudhakkar, ni qumta nayo ni makhsus, dhamiri hiyo ni makhsus kwa mwenye kuzungumzishwa mwanamume, hiyo te hiyo ta ni mabniyun ala al-fathi. Wa mithalu ma buniya minha ala al-kasri, na mfano wa ile ambayo imejengwa katika dhamiri juu ya kasra umti lilmukhataba, ni hiyo te yenye kasra nayo ni mahsus kwa mwanamke ambaye ni mwenye kuzungumzishwa. Wa mithalu ma buniya minha ala dhammi umtu lilmutakallim, ni hiyo te yenye dhamma ambayo ni mahsus kwa mutakallim. Te hiyo utaona hapo ni mabniyun ala dhammi, ni dhamir iliyojengwa juu ya dhamma. Wa mithalu ma buniya ala sukuni min asma'il ishara, na mfano wa ile iliyojengwa juu ya sukun katika majina ya ishara dha lilmudhakkar wa zi lilmuannath, ni dha makhsus kwa mwanamume wa zi makhsus kwa mwanamke. Sawa, ile he unayoiona hadha, ile he huwa ni ya tambih, lakini ismul ishara ni ile dha, na ile hadhihi ile zi ndio ismul ishara. Wa mithalu ma buniya minha ala al-fathi, na mfano wa ile iliyojengwa katika asmaul ishara juu ya fatha thamma bifathi sa'i, kwa kutiwa fatha thi, isharatan au isharatun ila al-makan al-ba'id, ni ishara kuashiria sehemu ya mbali, au isharatan ila al-makan al-ba'id, ikiwa ni ishara kuashiria sehemu ya mbali. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wa azlafna thamma al-akharin, ay wa azlafna al-akharin hunalik, ay qarrabnahum, na tukawasogeza sisi wengine huko mbali huko. Wa mithalu ma buniya minha ala al-kasri, na mfano wa ile iliyojengwa katika asmaul ishara juu ya kasra haulai haulai. Wa mithalu ma buniya minha ala al-dhammi ma hakahu qutrubun min anna ba'd al-arab yaqulun haula'u bil-dhammi, na mfano wa ile iliyojengwa katika asmaul ishara juu ya dhamma ni ile alilolisimulia Qutrub, nalo hiyo min ya bayan inabainisha hiyo ma. Sawa, ukitaka kujua kama min ya bayan weka neno alladhi huwa au allati hiya, angalia. Wa mithalu ma buniya minha ala dhammi ma hakahu Qutrubun alladhi huwa anna ba'd al-arabi. Sawa hivyo. Wa mithalu ma buniya minha ala dhammi, na mfano wa ile iliyojengwa katika asmaul ishara juu ya dhamma ma hakahu Qutrubun, lile ambalo amelisimulia Qutrub
min anna ba'd al-arab, nalo ni kwamba baadhi ya waarabu yaqulun, wanasema haula'u bidhammi, falidhalika dhakartu haula'i fil muqaddimati marratain, na ndo maana nikaitaja haula'i katika matni mara mbili kama mnakumbuka. Ulahuma, moja ya hizo mara mbili, tuthbatu bil kasri, hudhibitiwa kwa kasra, wasaniyatu bidhammi, na mara ya pili hudhibitiwa kwa dhamma. Kwa hiyo kuna lugha, na hii ndiyo lugha mashhur, hudhibitiwa kwa kasra, na kuna lugha ambayo ameisimulia Qutrub, na huyu nadhani ndio yule mwenye muthallathatul Qutrub kama sikosei. Na lugha ya pili ni kwa dhamma. Wa mithalu ma buniya ala sukuni min almawsulat allazi wallati wa man wa ma, na mfano wa ile iliyojengwa juu ya sukun katika mawsulat allazi, allati na man na ma. Wa mithalu ma buniya minha ala alfathi allazina, na mfano wa ile iliyojengwa katika mawsulat, katika mawsul juu ya fatha allazina. Wa mithalu ma buniya minha ala alkasri alulai bilmaddi, na mfano wa ile iliyojengwa katika hizo mausul juu ya kasra ni alulai kwa madda, kwa kuvuta. Lughatun fil ula, hiyo ni lugha katika tamko alula bimaana alladhina, kwa maana ya alladhina. Hilo tamko alula pia lina maana ya alladhi, kwa maana ni mufrad na jamu yake ni alulai. Qala ash-sha'iru, amesema malenga, aballahu lishummi alulaika annahum suyufun ajada alqainu yawman siqalaha, amekataa Allah kitendo cha shari kwa kuwa na utukufu wale ambao kaannahum suyufun ajada alqainu yawman siqalaha, kana kwamba wao ni panga ambazo amefanya ufanisi na kutia uzuri mhunzi siku fulani kule kumetameta kwake hizo panga. Aballahu lishummil ulaika annahum, amekataa Allah kutendwa shari au kitendo cha shari, lishummil ulai, kwa kuwa na utukufu wale ambao lishummil ulai, kwa kuwa na utukufu wale ambao kaannahum suyufun ajada alqainu yawman siqalaha, kana kwamba wao ni panga ambazo amefanya ufanisi na kutia uzuri mhunzi. Mhunzi ni yule mtu anayedili na kutengeneza vitu vya chuma, mojawapo ni upanga. Yawman, siku fulani, siqalaha, kule kung'aa kwake na kumetameta kwake hizo panga. Kwa maana panga likiwa linametameta na kuwaka ni ishara ya nini? Ni ishara ya kwamba hilo panga ni jipya, lakini vile vile ni kali, halina mabutu. Na hapa mtu angalie maana ya ubeti. Na hapa liliposema aballahu lishummi, amekataa Allah vitendo vya shari au kitendo cha shari, huyo ndio mafuulu bihi wa aba, na ni mahdhuf. Taqdiruhu aballahu fi'la sharri, aballahu fi'la sharri, mtu angalie katika i'rab ataliona. Mahallu shahid ni al-ulai mabniyun ala al-kasri, ambayo ina maana alladhina. Wa mithalu ma buniya minha ala al-dhammi dhatu bimaana allati, na mfano wa ile ambayo imejengwa katika hizo mausul juu ya dhamma ni dhatu bimaana allati, ambayo ina maana allati. Wadhalik fi lughati ba'd tayy, na hiyo dhatu ambayo ina maana ya allati inatokana na lugha ya baadhi ya watu wa Tayy, kabila hilo la Tayy. Wadhālika fi lughati ba'd Tayy, na hilo ni katika, na hiyo ni katika lugha ya baadhi ya kabila la Tayy, baadhi ya watu ambao wanatokana na kabila la Tayy. Wa haka al-Farra'u annahu sami'a ba'd as-su'ali yaqul fi al-masjid al-jami', na amesimulia al-Farra' ya kwamba aliwasikia baadhi ya ombaomba hali ya kuwa wanasema katika msikiti wenye kusaliwa sala ya Ijumaa na sala ya jamaa,
بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به. بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به. يعني أتيت تقدير، يعني أسألكم بالفضل ذو فضلكم الله به. ninawaombeni nyinyi kwa fadla ambayo amekufadhilisheni Allah, amekufadhilisheni nyinyi Allah kwa fadla hiyo. Wal karamati dhatu akramakumullahu bah, na ninakuombeni nyinyi kwa karama ambayo amekukirimuni nyinyi Allah kwayo. Bidhammi dhati ma annaha sifatun lilkarama, kwa kuitia dhamma dhatu pamoja na kwamba hiyo dhatu ni naati ya karama, ni sifa ya karama. Itakiwa seme wal karamati dhati akramakumullahu bah, lakini akasema wal karamati dhatu akramakumullahu bah, ay as'alukum bil fadli, na kuombeni nyinyi kwa ubora ambao amekufadhilishia, au kwa fadla ambayo amekufadhilisheni nyinyi Allah kwayo, na karama ambayo amekukirimuni nyinyi Allah kwayo. Hiyo takdirul kalam, as'alukum. Wa qawluhu bah, na qawli yake bah bifath. Kwa hapo tunaona dhatu ni mabniyun ala madha, ala dhammi. Dhatu ni mabniyun ala dhammi ambayo ina maana ya allati. Wa qawluhu bah, na qawli yake aliposema bah, yani dhatu akramakumullahu bah bifathil ba'i, wa kutiwa fatha bi. Wa asluhu biha, na asli ya bah ni biha, yani wal karamati dhatu akramakumullahu biha. Fahudhifatil alifu, ikaondoshwa alif iliyokuwepo katika biha. Wa nuqilat fathatul ha'i ila alba'i ba'da taqdiri salbi kasratiha, na ikaamishwa fatha ya he kwenye be baada ya kukadiria kuondoshwa kasra yake, baada ya kukadiria kuondoshwa kasra yake. Salbi bimaana izalati kasratiha. Tayib, kwa hiyo ilikuwa ni biha, ikafutwa alif, ikaondoshwa alif, ikawa bi, ndio. Kisha ile fatha ya he ikahamishwa kwenye be, ikawa bah, baada ya kukadiria kuondoshwa kasra yake. Tayib, jambo jepesi hapo. Thumma, tunaendelea sasa, tunaingia tunaendelea na mlango huu, kisha tunaingia katika fasli. anaendelea. Thumma istafnaitu min asma'il isharati wal asma'il mawsulati dhaini wa taini walladhaini wallatain. Kisha nikavua katika asma'ul ishara, nikavua miongoni mwa asma'ul ishara na asma'ul mawsula, dhaini na taini na alladhaini na allatain. Nikazivua hizo. Dhaini ni ismul ishara, taini ni ismul ishara, alladhaini ni ismul mawsul, allatain ni ismul mawsul. Fadhakartu annahuma kalmuthanna, kule kwenye matni nilisema hivyo. Nikataja ya kwamba hizo ismul ishara zaini na taini, na hiyo alladhaini na allataini ambayo ni ismul mawsul, ni kama vile hukumu yake ni kama vile hukumu ya muthanna. Wa a'ni bidhalika annahuma mu'raban, na ninakusudia kwa kusema hivyo ni kwamba hizo ismul ishara zilizotajwa hapo na ismul mawsul zilizotajwa hapo ni mu'rab, sio mabni. Mu'rabani bil alif raf'an, zenye kuirabiwa kwa alif katika hali ya kurufaishwa. Wa bil ya'il maftuhi ma qablaha jarran wa nasban, na zenye kuirabiwa kwa yeye yenye kutiwa fatha ile herufi iliyokuwa kabla yake, ile herufi iliyokuwa kabla yake katika hali ya kujurishwa na kunasibishwa. Utaona hapo dhaini, wataini, walladhaini, wallatain. Kwa nasema wabiliya'il maftuhi ma qablaha, na huiribiwa kwa ye yenye kutiwa fatha herufi iliyokuwa kabla ya hiyo ye. Angalia dhaini, hiyo dhal
ina fatha. Dhal ndio iliyokuwa kabla ya ye, herufi hii dhal ndio yenye kutiwa fatha. Kadhalika taini te, alladhaini dhal, allataini te, zote zina fatha. Kwa anasema wa aani bidhalika, na nakusudia kwa kusema hivyo annahuma, ya kwamba hizo ismul ishara zilizotajwa na ismul mausul zilizotajwa mu'rabani bil alif raf'an, zenye kuirabiwa kwa alif katika hali ya kurufaishwa, wa bil ya'i al maftuhi ma qablaha jarran wa nasba, na zenye kuirabiwa kwa ye yenye kutiwa fatha herufi iliyokuwa kabla ya hiyo ye jarran wa nasban, katika hali ya kujurishwa na kunasibishwa. Kama anna zaidaini warrajulaini kadhalik, kama ilivyo ya kwamba zaidain na rajulain hufanyiwa hivyo hivyo, ni kama hivyo huiribiwa kwa ye na hutiwa fatha ile herufi iliyokuwa kabla ya ye, kama tulivyoona katika mlango wa musanna kama sikosei. Wafuhima min qawli kal musanna, na kumefahamika au kumefahamiwa kutoka katika kauli yangu niliposema kal musanna annahuma laysa musannayaini haqiqatan, ya kwamba hizo ismul ishara mbili dhaini na taini, na hizo ismul mausuli mbili alladhaini na allataini, laysa musannayaini haqiqatan, hazikuwa ni musanna kiuhakika, bali ni musanna majaziyatan, bimaana ni mulhaqatum bil musanna, zenye kukutanishwa na musanna, sio musanna haqiqatan kama vile az-zaidain na ar-rajulain, sawa, bal ni musanna majaziyatan. Tayib, kwa maana ni mulhaqun bil musanna. Wa huwa kadhalik, na hivyo ndivyo ilivyo. Wadhālika li'annahu لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير كزيد وعمر, na hilo ni kwa sababu mambo namna yalivyo haifai kufanywa tathnia katika maarifa, katika maarif, isipokuwa kile ambacho kinakubali kutiwa unakira, kama vile Zaid na Amr, kama vile Zaid na Amr. Na hii ichukue ni kanuni, bimaana annahu la yuthanna illa ma yaqbalu tankir, hakifanywi kuwa ni musanna kitu chochote isipokuwa kile ambacho kinakubali kutiwa unakira, kile ambacho kinakubali kuwa ni nakira. Mfano wake ni kama vile Zaidin na Amrin. Ala tara annahuma, utashangaa kwa nini Zaid tunasema kwamba Zaid na Amr kunakubali kutiwa unakira. Msikilize, yani Zaid na Amr zinakubali kutiwa unakira, na kati hizi ni alam. Msikilize, ala tara annahuma lamma i'tuqida fihima ash-shiya'u wat-tankiru jaza tathniyatuhuma, hivi uone ya kwamba huyo Zaid na Amr wakati kulipoitakidiwa katika majina mawili hayo au katika matamko mawili hayo kuenea na kutiwa unakira, jaza tathniyatuhuma, kukajuzu na kufaa kutiwa tathniya matamshi hayo mawili. Ala tara annahuma lamma i'tuqida fihima ash-shiya'u wat-tankiru jaza tathniyatuhuma, hivi uone ya kwamba matamshi hayo mawili Zaid na Amr lamma i'tuqida fihima ash-shiya'u wat-tankiru, wakati kulipoitakidiwa katika matamko hayo mawili kuenea na kutiwa unakira, jaza tathniyatuhuma, kukafaa kufanywa kwake kuwa ni musanna. Walihadha qulta, na ndo maana au na kwa ajili hii unasema wewe az-Zaidan wal Amran, au walihadha qultu, na kwa ajili hii nikasema az-Zaidani wal Amran, fa adkhaltu alayhima harfa at-ta'rif, nikaingiza kwenye matamko hayo mawili herufi ya kutia umaarifa, nayo ni al. Az-Zaidan kuna al hapo, al-Amran kuna al, ambao wengine wanasema alif na lam, ndio. Walau kana baqiyaini ala ta'rif al-alamiyah lam yajuz dukhulu harfi at-ta'rif alayhima,
na lau yangelikuwa matamko hayo mawili ni yenye kubakia juu ya maarifa wa ualamia, basi isingefaa kuingia herufi ya taarif, herufi ya kuarifisha katika matamko hayo mawili. Kwa hiyo hapa anachokusudia Ibn Hisham ni kwamba kwa nini allataini na alladhaini na dhaini na taini, hizi ismu ishara, dhaini na taini na alladhaini na allatain, kwa nini hizi si muthanna haqiqatan bal ni muthanna majazatan, kwa maana ni mulhaqun bil muthanna, mulhaqani bil muthanna? Ni kwa sababu haifai kuleta tasniya katika maarifa, katika kitu ambacho ni maarifa, haifai kukifanya kuwa ni muthanna, isipokuwa ikiwa maarifa hiyo inakubali kutiwa unakira. Sawa? Mfano zaidun na amrun, yani mathalan mimi nikisema zaid, kikawaida hapa zaid inasilihi kwa kila mtu, hata kama ni alam, hata kama ni alam, lakini zaidi fil asli ni nakira, na hilo ni pale ambapo mimi nitakapoitakidi kwamba zaid ni nakira, nikawa nimetaja neno zaid na nikawa sijamkusudia yoyote, nikawa sijamkusudia zaid maalum, yani nikawa sijamkusudia zaid maalum. Kadhalika amr, nikawa sijamkusudia amr maalum, kwa maana nikaitakidi ashiya' wa tankir. Ikiwa ni hivyo, basi itafaa jina hili au tamko hili kufanywa kuwa ni muthanna, ukasema az-zaidan wa al-amran. Sasa anasema ushahidi wa kuonesha ya kwamba matamko haya yanafaa kufanya kwake kuwa ni muthanna ni kwa sababu matamko haya yanakubali kuingiziwa herufi ya taarif, nayo ni al. Kwa sababu yangekuwa yamebakia katika ule ualamia wake, kwamba chenye kufanya matamko haya yawe ni maarifa, mathalan zaid na amr ni al-alam fakat, basi isingefaa kuingiza herufi ya taarif, kwa sababu kungekuwa kuna alama mbili za taarif, kungekuwa kuna alama mbili za taarif, na hilo halifai. Kwa hiyo kuonesha ya kwamba zaidun na amrun ni nakira, endapo mtu ataitakidi ashiya'u wa tankir, sawa, yani kuonesha ya kwamba zaid na amr nakira, endapo mtu ataitakidi ashiya'u wa tankir, ndio maana ikafaa kuingizwa alif na lam, kwa sababu ingekuwa alama inayopelekea kuonesha ya kwamba zaid na amr ni maarifa, alama yenyewe ni al-alamia fakat, ingekuwa ndio hiyo, basi isingefaa kuingiza alif na lam. Lakini kuonesha ya kwamba zaid na amr ni nakira, idha atuqida ash-shiya'u wat-tankir, ndio maana ikafaa kuingizwa harfu ta'rifin wa hiya alif wal lam au al. Sawa? Kwa hiyo ikiwa tamko ambalo tamko ambalo ni maarifa unaweza kulifanya kuwa ni nakira, basi tamko hilo linaweza kufanywa kuwa ni muthanna. Maelezo nadhani yamejitosheleza, yani jambo hili lilitajwa kuelezwa sana, jambo lipo wazi. Kwa anasema walihadha qultu az-zaidani wal-amran fa adkhaltu alayhima harfa at-ta'rif, nikaingiza kwenye matamko hayo mawili herufi ya kuarifisha. Walau kana baqiyaini ala ta'rif al-alamiyah, na lau yangelibakia matamko hayo, na lau yangelikuwa matamko hayo ni yenye kubakia juu ya kuarifishwa na ualamia, juu ya kuarifishwa na ualamia tu, lam yajuz dukhulu harfi at-ta'rif alayhima, isingefaa kuingia herufi ya kuarifisha matamko hayo mawili. Wadha
walladhi la yaqbalani at-tankir. Na dha na alladhi, matamko haya yote mawili hayakubali kutiwa unakira, lianna ta'rifa dha bil isharati wa ta'rifa alladhi bisila, kwa sababu kuarifishwa kwa tamko dha ni kwa sababu ya ishara, au ni kupitia ishara, wa ta'rifa alladhi bisila, na kuarifishwa tamko alladhi ni kupitia sila. Kwa hiyo hivi havikubali kuwa ni nakira. Kitu gani ambacho kinapelekea dha kiwe ni maarifa? Ni al-ishara. Kitu gani ambacho kinapelekea alladhi kiwe ni maarifa? Ni asila. Lakini tofauti na Zaid na Amr, je, ule ualamia ndio unaopelekea Zaid na Amr kuwa ni maarifa? Aljawabu la. Kwa sababu ingekuwa ni ualamia, basi isingefaa kuingia herufi ya taarif ambayo ni al kwenye Zaid na Amr pale ambapo unasifanyia tasnia. Kwa hiyo hilo ni dalili ya kuonesha ya kwamba Zaid na Amr zinakubali kutiwa unakira, na ndo maana inafaa kuzifanyia tasnia. Lakini alladhi na dha hivi havikubali at-tankir, kutiwa unakira, kwa sababu hivi ni maarifa, na chenye kupelekea matamko haya yawe ni maarifa. Mfano, kwenye dha ni kupitia ishara, na kwenye alladhi ni kupitia asila. Wa huma mulazimani lidha walladhi. Anaendelea Ibn Hisham anasema wa huma yani al-ishara wasila mulazimani lidha walladhi. Sawa, na hiyo ishara na asila ni zenye kulazimiana na dha na alladhi, zenye kulazimiana. Sawa, kwa hiyo ndo maana dha na alladhi la yaqbalani at-tankir. Fadalla dhalika ala anna dhaini walladhaini wa nahwahuma asma'u tathniyatin. Basi likajulisha hilo ya kwamba dhaini na alladhaini na mfano wa viwili hivi ni asma'u tathniyatin bimanzilati qawlika huma wa antuma. Tena hivyo viwili vipo katika manzila ya kauli yako huma na antuma, walaysa bitathniyatin haqiqiyatin, na wala haikuwa hiyo huma na antuma ni muthanna haqiqiya. Walihadha lam yasihha fi dhaini an tadkhula alayha al kama la yasihhu dhalika fi huma wa antuma. Na kwa ajili ya msingi huu haikufaa katika dhaini kuingia an tadkhula alaiha al, kuingia katika hiyo dhaini al, kama vile ilivyo halisihi hilo, yani halisihi hilo la kuingia al fi huma wa antuma, katika huma na antuma. Tayib, fa in qulta, ikiwa ni hivyo fa in qulta, bas ikiwa utasema فهل استثنيت من الموصولات أيا أيضا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. Ikiwa utasema kwa nini hujaivua miongoni mwa mausulat, aya, au kwa nini hujaivua katika mausulat ayan vile vile, fa innaha mu'rabatun, kwa sababu hiyo aya ni mu'rab, illa idha udhifat, isipokuwa pindi itakapochegemezwa, wa kana sadru silatiha dhamiran mahdhufa, na kukawa mwanzoni mwa sila yake hiyo aya ni dhamiri yenye kuondoshwa. Na haya tumeyasema kuhusiana ayan kwamba ayan huwa ni mu'rab katika hali zake zote isipokuwa katika mambo haya mawili, idha udhifat wa kana sadru silatiha dhamiran mahdhufa, itakuwa ni mabni. Sasa anamuuliza, yani anafanya, yani ni kama anafanya takhil. Yani mathalan endapo mtu akamuuliza Ibn Hisham, kwa nini hujaivua katika mausulat aya vile vile? Kwa sababu aya ni mu'rab isipokuwa pindi itakapodhifishwa na kukawa mwanzoni mwa sila yake ni dhamir yenye kuondoshwa. Qultu, ninasema
kwa sababu hapa Ibn Hisham si ameivua nini na nini katika mausulat, ameivua alladhain na allatain, akasema hizi si mabni, ni mu'rab. Sasa ikiwa mtu anamuuliza kwa nini pia ayya hujaivua katika mlango wa almabniyat, katika zile mausulat ambazo ni mabni, kwa nini pia hujaivua ayya? Kwa sababu nayo ni mu'rab, isipokuwa tu katika hali mbili tu, isipokuwa itakapopatikana na hali mbili tu, lakini aslan ayya ni mu'raba. Anasema qultu qad ulima mimma qaddamtu anna ayyan mabniyatun fi hadhihi alhala mu'rabatun fima adaha, kwa hakika kumefahamiwa kutoka katika yale ambayo nimeyatanguliza, kutoka katika lile ambalo nimelitanguliza, ya kwamba ayyan ni yenye kujengwa katika hali hii, yani idha udhifat wa kana sadru silatiha dhamiran mahdhufa mu'rabatun fima adaha, ni mu'rab katika isiyokuwa hali hii. Falam ahtaj ila i'adatiha, basi sikuhitajia kulirejea hilo hapa, wala sikuona haja ya kulirejea hilo. Wa mithalul mabni min, kwa hiyo jawabu nadhani lipo wazi kwamba aya katika yale ambayo nimeyazungumza kwenye mukaddima na kusherehesha hiyo aya, nimeonesha ya kwamba aya ni mabni katika hali fulani na ni mu'rab katika kinyume na hali hiyo, ni mu'rab kinyume na hali hiyo, kwa hakuna haja ya kuyafusha maelezo. Tayib, wa mithalul mabni min asma'i sharti, na mfano wa chenye kujengwa katika asma'u sharti wal istifhami, na asma'u na istifham ala sukun, juu ya sukun, man wa ma. Wa mithalul mabni min asma'i sharti wal istifhami ala sukun, na mfano wa chenye kujengwa katika asma'u sharti na istifham juu ya sukun, man wa ma. Wa mithalul mabni minhuma ala al-fathi, na mfano wa chenye kujengwa katika asma'u sharti na istifham juu ya fatha, aina wa ayyana. Walaysa fihima ma buniya ala kasrin wala dhammin fa adhkuruhu, na hakuna katika asma'u sharti na al-istifham kile ambacho kimejengwa juu ya kasra wala dhamma, basi nikakitaja hicho. Kwa maana katika asma'u sharti na asma'u al-istifham huwa ni mabniyun ala sukun, na kuna zile ambazo ni mabniyun ala al-fathi. Ama kuzipata asma'u sharti na asma'u al-istifham ambazo ni mabniyun ala al-kasri na mabniyun ala dhammi, hizo Ibn Hisham anasema hazipo. Kama mtu ataziona atajie. Fa in qulta, ikiwa utasema fa inna min asma'i sharti haythuma wa hiya mabniyatun ala dhammi, hakika miongoni mwa asma'u sharti ni haythuma, na hiyo haythuma ni yenye kujengwa juu ya dhamma, mabniyatun ala dhammi, ni yenye kujengwa juu ya dhamma. Qultu, nitasema almabniyu ala dhammi haythu, chenye kujengwa juu ya dhamma ni haythu. Wasmu sharti inma huwa haythuma, na ismu sharti hakika si vinginevyo ni haythuma. Fama ittasalat bihaythu wa sarat juz'an minha, basi hiyo ma unaionapo imeungana na haythu na ikawa ni sehemu ya haythu, ikawa ni sehemu inayotokana na haythu. Fadhammu fi hashwi alkalima, na hiyo dhamma unaionapo ipo katikati ya neno, la fi akhiriha, haipo mwishoni. Kwa hiyo hii haythuma sio kwamba ni mabniyun ala dhammi, hii haythuma naam ni ismu shart, lakini sio kwamba ni mabniyun ala dhammi. Limadha? Kwa sababu chenye kujengwa juu ya dhamma ni haythu, na hiyo ma unaiona hapo imeungana na haythu, ikawa ni sehemu inayotokana na haythu, ikawa ni sehemu ya neno, ikawa ni sehemu ya tamko haythu. Kwa hiyo hiyo dhamma unaiona hapo haythuma ipo katikati ya neno, haipo mwishoni. Na siku zote sisi tunajua kwamba
albinau yakunu fi akhir alkalima la yakunu fi wasat alkalima. Kitu ili kiwe ni mabni, basi lazima ile bina, ile athari ya bina ionekane mwishoni mwa neno, sio katikati ya neno, sio katikati ya neno. Kwa mfano kitendo dharaba ni kitendo cha madhi, ni mabniun ala al-fath. Je, huku kuwa kwake kitendo hichi dharaba ni mabniun ala al-fath ni kwa sababu ya ile fatha iliyokuwa katika ar-ra'u? La, ni kwa sababu ya ile fatha iliyokuwa katika al-ba'u, wal-ba'u hiya fi akhir al-kalima, na be ipo mwishoni mwa neno. Tayib, anaendelea, nataka tumalizie tufike paka hapa. Wa mithalu ad-dharf al-mabni ala as-sukun, tutatuma audio yake. Tayib, anasema wastathnaitu min asma'i sharti wa asma'i listifhami ayyan, na nikaivua katika zile asma'u sharti na asma'u listifham ayyan, fa innaha mu'rabatun fihima mutlaqa, kwani hakika au kwa sababu hiyo ayya ni mu'rab katika asma'u sharti na asma'u listifham mutlaqan, moja kwa moja kwa hali zote. biijma'in, kwa makubaliano ya wanavyuoni wa lugha ya Kiarabu. Mithalu listifhamiyati fi raf'i qawluhu ta'ala, mfano wa istifhamia katika kurufaishwa ni kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka, ayyukum ya'tini bi'arshikum. Ayyukum, utaona hapo ayyu ni marfu' na hii ayyu ni istifhamia. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Wa mithaluha fi nasbi, na mfano wa ayya katika kunasibishwa, fa ayya ayati llahi tunkirun. Fa ayya ayati llahi tunkirun, atakuja kuelezea i'rab, ataonesha i'rab ya ayya. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Fa ayyakum fa ayyukum fihima mubtada'un. Basi ayyukum katika aya mbili za mwanzo, ayyukum ya'tini bi'arshiha na ayyukum zadathu hadhihi imana, hiyo ayyukum katika aya hizo mbili ni mubtada. Wa ayya min qawlihi fa ayya ayati llahi tunkirun, na ayya katika kauli yake Allah fa ayya ayati llahi tunkirun, maf'ulun bihi litunkirun, ni maf'ulun bihi wa tunkirun. Na kwa nini imetangulizwa? Kwa nini maf'ul? Kwa nini ayya? Kwa sababu ayya zile asma'ul istifham na asma'ul sharti laha sadara, hizi mara nyingi huwa zinakaa mwanzoni mwa sentence, zinakaa mwanzoni mwa sentence, huwa zikai mwishoni. Ndio maana fa ayya ayati llahi tunkirun, yani takdirul kalam tunkiruna ayya ayati llah, lakini kwa sababu asma'ul istifham laha sadara, huwa zinakaa mwanzoni mwa sentence. Tayib, kwa hiyo anasema wa ayya min qawlihi fa ayya ayati llahi tunkirun, maf'ulun bihi litunkirun. Wa ayya min qawlihi ta'ala, na ayya katika kauli yake Allah, ayya munqalabin wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, hiyo ayya katika kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka, ayya munqalabin maf'ulun mutlaq li yanqalibun, ni maf'ulun mutlaq wa kitendo yanqalibun. Walaysat maf'ulan bihi li sayalam, walaysat maf'ulan bihi li sayalamu, na haikuwa hiyo ayya ni maf'ulun bihi wa kitendo sayalam. Yani mtu anaweza akajua kwamba wa sayalamu alladhina zalamu ayya, akajua ni maf'ulun bihi wa sayalam, sawa sawa ni maf'ulun au maf'ulul mutlaq, maf'ulun mutlaq wa kitendo yanqalibun. Anaendelea anasema lianna al-istifhama la ya'malu fihi ma qablahu, kwa sababu istifham hakifanyi kazi katika istifham kile ambacho kipo kabla yake, hakifanyi kazi katika istifham kile ambacho kipo kabla yake. Na hii inaitwa at-ta'liq, na mara nyingi katika af'alul qulub, katika af'alul qulub huwa zinafanyiwa ta'liq, huwa zinafanyiwa ta'liq. Kadhalika dhanna na ndugu zake huwa zinafanyiwa ta'liq,
huwa zinafanywa ta'liq. Nini maana ta'liq? Yani ibtalu amali al-af'al lafdhan la mahallan, ni kubatilisha kazi ya vitendo kama vile af'alul qulub, kitamko na wala si kimahali, wujuban, kwa kupasa. Kwa mfano husema hivi: alimtu azaidun indak am amrun. Alimtu azaidun indak am amrun. Masala haya rejea katika mutammima katika mlango wa dhanna wa akhawatu, utakutana na kitu kinaitwa at-ta'liq. Sawa? Alimtu azaidun indak am amrun. Kwa nini hakusema alimtu azaidan? Kwa sababu hii istifham imekuja kumfanyia ta'liq, imebatilisha kazi ya kitendo alimtu. Sawa? Tayib, kwa tunasema hapo, tunasema lianna al-istifhama la ya'malu fihi ma qablahu, kwa sababu istifham hakifanyi kazi katika istifham kile ambacho kipo kabla ya istifham, kwa maana kimefanywa ta'liq. Wa mithaluha fil khafdi, na mfano wa ayya katika kujurishwa: fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikum, bi ayyi. Wa ayyi fi hadhihi al-aya makhfudatun lafdhan marfu'atun mahalla, na ayi katika hii aya ni yenye kujurishwa kitamko na ni yenye kurufaishwa kimahali. Kwa maana hapo ilipo hiyo ayi, sawa, dhahir ni mahfudha, ni yenye kujurishwa, lakini pahali pake hapo sio majrur. Anasema liannaha mubtadaun, kwa sababu hiyo ayi katika hiyo aya ni mubtada, wal ba'u zaida, na be ni zaida. Sawa? Wal aslu ayyukumul maftun, yani kana kwamba kumesemwa fasatubsiru wa yubsirun ayyukumul maftun, kwa hiyo be ni zaida. Sawa? Kwa hiyo ayi ni makhfudatul lafdha marfu'atun mahalla. Wal jumlatu nusiba bitubsiru au biyubsirun, na hiyo sentensi imenasibishwa kwa tubsiru au yubsirun, yani sentensi bi ayyikumul maftun imenasibishwa na tubsiru au yubsirun, liannahuma tanaza'aha, kwa sababu hiyo tubsiru na yubsirun zimetanaza, zimekinzana. Kila kitendo kimoja kinamtaka maamul. Nadhani mlango wa at-tanazu' ni maarufu. Kila kitendo kimoja katika vitendo hivi viwili vinamtaka maamul. Wa huma muallaqani 'anil 'amali bil istifham, na vitendo hivyo viwili tubsiru na yubsirun ni venye kufanywa ta'liq, kuepushwa na kazi kwa sababu ya istifham. Tushaeleza nini maana ya ta'liq. Wa fil ayati mabahithu ukhar, na kuna katika aya matifuo mengine, kwa maana uchambuzi na upekuzi mwingine, na kuna katika aya tafiti zingine kwa lugha nyepesi. Lakini watu wa Tanga napendao wanasema mabahith, yani na kuna katika aya utifuo mwingine, kwa maana aya hii kuna kauli nyingi mbeza ahlul ilmi katika kuitia i'rab. Aya ipi? fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana kitabu kinaitwa tafsiru ayatin ashkalat fiha kathirun min al-ulama. Tafsiru ayatin ashkalat fiha kathiran min al-ulama, nasema kathirun, ashkalat fiha kathiran min al-ulama. Na miongoni mwa aya zilizotajwa ni fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Tayib, tukomea hapo. Audio itakayofuata tutaendelea na fasli nyingine.